cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili, nisome mstari wa 15 mpaka 17. Kama unaandika, andika ujumbe siri ya kutembea na nguvu ya Mungu. Siri ya kutembea na nguvu ya Mungu, au chanzo au mambo yatakayokusaidia kutembea na nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna raha ya kujivunia kwa muamini yeyote aliyeokoka, ni kutembea na nguvu ya Mungu. Hebu nisome hiki kitabu cha waraka wa Yohana, alafu baada ya hapo tutembee taratibu kwenye tafakari hiyo. Kitabu cha waraka kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa 15. Biblia inasema, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Baba, ninakushukuru kwa neno hili, ndilo ambalo umeruhusu mchana wa leo tujifunze. Umeruhusu mchana wa leo tupate kitu kutoka hapa. Umesema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa chako. Nami ninashuka sasa, wewe uinuke, useme na watoto wako kupitia kinywa changu, na kila aliyekuja mahali hapa akapokee kutoka kwako, kwa jina la Yesu aliye hai. Na wote tuseme amen. Amen. Narudia kusema, kama kuna raha ya kujivunia kwenye maisha ya mtu aliyeokoka, ni kutembea na nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna raha ambayo Mkristo anaweza kaielezea kwenye maisha yake, ni Mungu kuonekana kwenye maisha ya huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuona madhihirisho kwenye maisha yako ya kimungu, ni kuona madhihirisho kwenye mapito yako ya kimungu. Kama utabahatika kukutana na hiyo nguvu ukatembea nayo, unaweza ukawaambia watu nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama hujakutana na nguvu ya Mungu, sio rahisi hata kusema nimeokoka. Sio rahisi hata kueleza kwa habari ya matendo makuu ambayo Mungu anayafanya kwenye maisha ya watu. Lakini mahali ambapo mtu anatembea na nguvu ya Mungu, madhihirisho ya Mungu yanatembea pamoja naye, ishara na maajabu vinatembea pamoja naye. Kwa kweli ni mahali ambapo huyu Mkristo unaweza ukaona ashangaa, hajala, hana nguo ya sikukuu, hana kipato cha juu, lakini unashangaa anacheza, anarukaruka, anaimba, anaruka. Ni nini? Ni kwa sababu anatembea na nguvu ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe.
Nikwambie mpendwa, ni raha. Raha ya kuokoka ni kuona Mungu anatembea na wewe na anatenda mambo makubwa ambayo wewe hukuyategemea kwenye maisha yako. Yaani ukibahatika kukutana na neema hiyo, nataka nikwambie iko neema, iko baraka, iko furaha, iko enjoyment, yaani iko burudiko la moyo kwenye maisha ya huyu mtu, kwa sababu ni anatembea na nguvu ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati fulani niliwahi kusema kama kuna mtu anaweza akaelezea uzuri wa Mungu, ni yule ambaye amekutana na Mungu live. Haleluya. Amekutana na Mungu live. Na ninapoongea kutana na Mungu live, ninamaanisha nini? Ninamaanisha amekutana na Mungu katika roho. Amejazwa Roho Mtakatifu. Anatembea kwenye wingu la Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka nikupe picha ya kwamba enjoyment ya wokovu, furaha ya wokovu ni kutembea na nguvu ya Mungu. Haleluya. Ni kutembea na mamlaka ya Mungu katikati ya vita, katikati ya milima, katikati ya mabonde, katikati ya mapambano ya kila namna. Ukitembea na nguvu ya Mungu, wewe ni mshindi tayari. Haleluya. Haleluya. Wewe tayari ni mshindi. Kwa nini? Kwa sababu mahali popote anapokuwepo mtu anayetembea na Mungu, lazima shetani anyoshe mikono, lazima shetani afyate mkia, lazima shetani apishe njia, kwa sababu anayekuja mbele yake sio mtu wa kawaida. Haleluya. Haleluya. Wakati mwingine nimekwambia, ukikuta wachawi wamepasua mnazi barabarani, nimekwambia hakikisha nazi ile kama imepasuliwa ni nzuri. Ukiona ni nzuri, beba kapikie. Bwana Yesu asifiwe. Bahati mbaya mayai huwa wanapasua, yakipasuka inakuwa bahati mbaya. Lakini nimekutana na shuhuda za watu wengine, anasema walipoenda mahali, anasema akakuta wameweka nazi, akakuta wameweka si mayai, akakuta wameweka na pesa. Mtu mmoja anasema alikuta wameweka na mbuzi, wamemweka hapo hapo. We, mbuzi, hiki si ndio kitoweo changu? Bwana Yesu asifiwe. Akakusanya pesa akaweka mfukoni, akakusanya mayai akaweka mfukoni, akakamata mbuzi akaondoka naye, anashangilia, anasema Bwana amenipatia kitoweo. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kama una nguvu ya Mungu, katesti. Katesti mitambo, uone kitakachokupata. Utakuja kuokotea hapo hapo umekauka kama mbwa koko. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Lakini aliye na nguvu ya Mungu, ni kuhakikishie, akikutana na vitu vya namna hiyo, anabeba, anaondoka, na hakuna chochote kitakachompata, na hakuna chochote kitakachomdhuru. Maana Biblia imesema ametupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, na wala hakuna kitakachotudhuru, hakuna kitakachotokea. Haleluya. Maadamu unatembea na nguvu ya Bwana, maadamu unatembea na uweza wa Bwana, nataka nikwambie iko neema inatembea pamoja na wewe. Haleluya. Liko wingu. Wakati fulani Musa akaomba kwa Bwana, akasema, Bwana, usituondoe mahali hapa usipoenda pamoja na sisi.
alikuwa anazungumzia uweza wa Bwana, ya kwamba kama uweza wa Bwana hautaenda pamoja nao. Akasema haifai kutembea bila uweza wa Bwana, haifai kutembea bila nguvu ya Bwana. Akasema hapana, usituondoe mahali hapa. Lakini alielewa ya kwamba wakiwa pamoja na Bwana iko neema ya kushinda. Haleluya, haleluya. Iko neema ya kuvuka mapito. Haleluya, haleluya. Iko neema ya kuponywa na kuinuliwa kwa jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kwa ninapoongea kwa habari ya siri ya kutembea na nguvu ya Mungu, nataka uelewe kuna haja ya Mkristo, kuna haja ya muamini kutembea na nguvu ya Mungu. Dunia tulionayo imeharibika sana. Dunia tulionayo imejaa mapito sana. Dunia tulionayo imejaa mishale. Dunia tulionayo imejaa mabaya. Wanaotuwazia mabaya ni wengi, wanaopanga mabaya juu yetu ni wengi, wanaotuwazia kufa ni wengi. Lakini ashukuriwe Bwana, pamoja na Bwana kuna kushinda na kutembea naye. Pamoja na Bwana kuna kuvuka mapingamizi. Pamoja na Bwana uko ushindi mbele yetu. Pamoja na Bwana. Bwana libarikiwe. Haleluya. Nikwambie hivi, wanaokuwazia mabaya ni wengi kuliko wanaokuwazia mema. Haleluya, haleluya. Wanaokuwazia usifanikiwe ni wengi. Ukitoka na suti yako nzuri na nguo yako nzuri, nyuma wanang'onga. Haleluya, haleluya. Hongera, umependeza. Akigeuka na mwenyewe ameona kweli amependeza penye pale, na kweli ametoka amependeza, lakini kimoyo moyo inamuuma. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wanaonuia mabaya juu ya maisha yako ni wengi. Wanaopanga mabaya juu yako ni wengi. Wanaotaka ufe ni wengi. Lakini ninayo taarifa njema mchana na asubuhi ya leo, ya kwamba hata kama wanakuwazia mabaya, katika Isaya 54:15-17 anasema yamkini watakusanyana, si kwa shauri jema lakini kwa shauri baya. Anasema watu wote watakao kusanyana kwa ajili yako kinyume na wewe uliye mtu wa Mungu, anasema wataanguka mbele yako. Na anasema wala hakuna silaha itakayoinuka mbele yako ikafanikiwa, kwa sababu Bwana akiwa upande wako hakuna aliye juu yako. Bwana akiwa upande wako watapigana na wewe sana, lakini hawatakushinda, kwa sababu aliye naye yuko juu ya vitu vyote. Haleluya. Kama unanielewa mpigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Kama unanielewa mshangilie Bwana Yesu kwa makofi ya ushindi. Jina la Bwana libarikiwe. Ni hakikisho anatoa, ni hakikisho Mungu analiongea. Anasema hakuna silaha itakayoinuka juu yako usifikiri haitafanikiwa kama hautembei na nguvu ya Mungu. Sahau. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kama hautembei na nguvu ya Mungu, nikwambie hivi, watakuloga na utakufa. Kama hautembei na nguvu ya Mungu, nataka nikwambie mabaya wakipanga yanakupata. Na niko hapa nikufundishe siri ya kusaidia kutembea na nguvu za Mungu, ili ya kwamba maadui wasikuweze, ili wabaya wasikuweze. Wanapopanga mabaya, Bwana anayapangua, Bwana anayapangua, Bwana anayapangua. Bwana anapigana kwa niaba yako, Bwana anapigana kwa niaba yako. Daudi anasema vita sio yetu, vita ni ya Bwana. Nisikilize, wanapokupangia mabaya, wewe ielekeze hiyo vita kwa Bwana. Ukielekeza hiyo vita kwa Bwana, Bwana anapigana nawe.
wanaopigana na wewe Bwana anapigana nao, wanaoshindana na wewe. Yeremia anasema ya kwamba watapigana na wewe lakini hawatakushinda, lakini hawatakuweza, kwa sababu Bwana yuko upande wako ili akuokoe, kwa sababu mkono wa Bwana uko upande wako. Hey, haleluya! Pigia Bwana Yesu makofi kama unanielewa. Nisikilize unielewe. Iko siri ya kutembea na nguvu za Bwana kwenye maisha yako. Iko siri ya kutembea na uweza wa Bwana kwenye maisha yako. Na nikwambia, ukitembea na uweza wa Bwana hauchoki. Ukitembea na uweza wa Bwana, vita inageuka inakuwa ni ya Bwana. Wanaopigana na wewe hawapigani na wewe, lakini wanapigana na aliyekuweka. Haleluya! Kama Mungu anaongea na Yoshua wakati anamkabidhi kijiti baada ya Musa kufa, anasema hivi kwa Yoshua: kama nilivyokuwa na mtumishi wa Mungu Musa, nilivyotembea naye na kwenda naye, anasema ndivyo nitakavyokuwa na wewe. Popote nyayo zako zitakapokanyaga, na mimi nitakuwa hapo, utakuwa umepewa. Na maadui watakaoinuka mbele yako, anasema wataanguka mbele yako. Wataanguka mbele yako, mimi sijui. Asubuhi nimekwambia ukuta wa Yeriko, watu walipiga kelele tu ukaanguka. Watu walipiga kelele tu, ukuta wote wa Yeriko ikabomoka yote kwa siku moja, kwa kelele tu za watu. Nisikilize, maadui wanapoinuka juu yako, Bwana anaposema wataanguka mbele yako, sijui atatumia tingatinga gani, sijui atatumia supernatural power gani, lakini ninachoagaza kwako na kukwambia mchana wa leo ya kwamba nguvu ya Bwana ikiwa juu yako, inasukuma kila milima na kila mabonde, inasukuma kila mashambulizi, yanaanguka mbele yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Katika Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 7 anasema ya kwamba watakuja kwa njia moja, lakini watatoka kwa njia 7. Nakwambia mchana wa leo, kama walikuja kwenye maisha yako kwa njia moja, ninayo taarifa ya kukutangazia ya kwamba wanakwenda kuondoka kwa njia 7. Wataparaganyika kila mtu na njia yake, watakuja kwa makundi, lakini Bwana kwa sababu yuko upande wako, watapigwa na kusambaratika. Wataondoka kila moja na njia yake, maana Bwana yuko upande wako akuokoe. Tena yuko upande wako akuokoe. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kumbukumbu la Torati anaongea mambo hayo, anasema watakuja kwa njia moja, lakini watatoka kwa njia. Jina la Bwana libarikiwe. Hawawezi kutoka kwa njia 7 kama hautembei na nguvu ya Mungu. Sasa niende taratibu nikufundishe, alafu nitamalizia mwishoni. Hapa naomba nikuelekeze taratibu. Niko na chambua siri ya kutembea na nguvu ya Bwana. Namba 1, kujikana na kujitenga mbali na dhambi ni siri ya kwanza ya kutembea na nguvu ya Bwana. Sukuma jirani yako, mwambie kujikana na kujitenga na dhambi. Mwambie kujikana na kujitenga na dhambi. Rudia tena, mwambie kujikana na kujitenga na dhambi. Rudia tena ikae vizuri, mwambie kujikana na kujitenga na dhambi. Nisikilize, nataka niende taratibu unielewe.
Watu wengi wanapenda miujiza. Watu wengi wanapenda kutembea na nguvu ya Mungu. Watu wengi wanatamani wakisimama hapa mbele, wakifanya tu mkono namna hii, watu wanadondoka, wanaanguka. Watu wengi wanatamani wakipita mahali kwenye mapito, wanyoshe tu hata mkono namna hii, mtu adondoke afe. Kama wanadamu angepewa upako wa kutembea nao mfukoni, akikutana na mbaya tu ananyanyua, mtu anadondoka nazimika. Watu wangenunua hata kununua. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Mwambie jirani yako, wewe upendi. Uzuri nyawe. Kuna vijitu vingine vinatunyanyasa sana. Hivi ukiwa unatembea na nguvu hii silaha. Yaani unakuta jamaa fulani kamekaa upande kana kusumbua. Unijui, subiri. Kiza mfukoni. Natupia tu jamaa kanadondoka. Umekipata cha moto. Sirudie tena. Nisikilize unielewe. Iko siri ya kutembea na nguvu ya Bwana. Haleluya. Namba 1 nimesema kujikana na kujitenga na dhambi. Nimekusomea hako kaandiko kanasema hivi: msipende dunia wala mambo yaliyomo. Msipende dunia wala kuifuatisha namna ya dunia inavyokwenda. Msipende dunia kwa sababu kwenye dunia kumejaa dhambi, kwa sababu kwenye dunia kumejaa maovu, kwa sababu kwenye dunia kumejaa kila anasa za kila namna. Na nisikilize, moja ya vitu ambavyo vinanyonya upako na nguvu kwa watu wa Mungu ni kutenda dhambi. Nisikilize, kama mtu wa Mungu umeokoka, ukitaka kukatiza mkataba wa mahusiano yako na Mungu, wewe tenda dhambi. Ukitaka kukatiza network yako na Mungu, wewe fanya dhambi. Wewe fanya shirika na dhambi. Wewe fanya shirika na dhambi. Na kuhakikishia, ukifanya shirika na dhambi, umefukuza network yako na Mungu. Umefukuza nguvu ya Bwana kwenye maisha yako. Hautakuja kuona nguvu ya Bwana tena. Na ukianza kuomba utaona tena nguvu ya Bwana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nisikilize, usipende dunia wala mambo yaliyomo. Haleluya. 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 Ninapelekwa, ngoja kwanza, kuna andiko linakuja hapa. Galatia sura ya 5. Kuna kaandiko kanakuja hapa. Kwenye dunia kuna vitu gani? 5:19 nafikiri. Anasema hivi: basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Anasema watu watendao matendo ambayo nimeyasoma, anasema hawataurithi ufalme wa Mungu. Kwa lugha nyingine, watu wanaotenda matendo ya namna hii wasahau kutembea na nguvu ya Bwana, wasahau kwenda na mkono wa Bwana, wasahau ulinzi wa Bwana kuwa juu yao, wasahau mkono wa Bwana kwenda nao. Na mkono wa Bwana usipokwenda nao, na kutangazia kwa maeneo unayoishi, kupigwa kwako ni halali. Kwa maeneo unayoishi, wachawi kukutesa ni halali, wabaya kukuonea ni halali. Lakini ukitembea na nguvu ya Bwana, niko hapa kukushuhudia ya kwamba Bwana akiwa upande wako, watapigana na wewe, lakini
hawatakuweza. Kitakachofanya wasikuweze sio elimu yako, sio akili yako. Kitakachofanya wasikuweze ni mkono wa Bwana kuwa pamoja na wewe, ni neema ya Bwana iliyoachiliwa juu ya maisha yako, itakuacha salama. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Achana na mkataba na dhambi. Haleluya. 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 Anasema msipende dunia wala mambo yaliyomo. Haleluya. 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 Network ya Mungu imepotea kwenye maisha ya watu kwa sababu ya kujichanganya. Kwa sababu ya kujichanganya. Kwa sababu leo kwa shetani, kesho kwa Mungu. Wanataka huku. Ufunuo anasema ujulikane. Kama ni wa baridi, baki wa baridi. Kama ni wa moto, baki wa moto. Anasema ukiwa uvuguvugu atakutapika. Ninayo taarifa hii mchana wa leo ya kwamba kama wewe ni wa uvuguvugu, mbingu zinakushuhudia maisha yako. Mbingu zinakuona maisha yako. Mbingu zinajua njia zako. Ni afadhali mchana wa leo ugeuze maisha yako, uelekeze maisha yako kwa Bwana, uelekeze moyo wako kwa Bwana, uelekeze kwenye kutembea na Bwana. Bwana atatembea na wewe na kwenda na wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Mungu ananipeleka kwa Daudi. Daudi aliyekuwa ni kijana mdogo mwekundu, aliyetembea na nguvu ya Mungu. Ukisoma Samueli wa kwanza 16, Biblia inasema alikuwa miongoni mwa vijana waliomiminiwa mafuta wakajazwa na Roho Mtakatifu. Na alipojazwa na Roho Mtakatifu, anasema nguvu ya Bwana ikamujiria Daudi tangu siku ile, akatembea na nguvu, akashinda. Nisikilize unielewe, alitembea na nguvu ya Mungu akashinda. Haleluya. Alipiga simba na dubu akafa. Goliati akawa kinyang'anyiro cha kumaliza, akampiga akafia pale. Nisikilize, yuko mtu mmoja anaitwa Samsoni. Samsoni alikuwa amezaliwa na nguvu ya Bwana. Alikuwa ni mnadhiri wa Bwana aliyetembea na nguvu za Bwana. Biblia inaniambia ya kwamba Samsoni walikuwa wabaya, wakija kumkamata anajitutumua namna hii. Walimfunga kamba mpya, wakazungusha, wakasema tumemuweza, lakini haikutosha. Alikuwa nazikata, akizikata anasema utafikiri ni uzi zimepita kwenye moto, moto umekata, zinakatika. Ni kwa sababu ya uwezo aliyotembea nao. Ninayo taarifa hii nikwambie Bwana. Sikiliza, Samsoni alikosea stepu. Mwambie jirani yako alikosea stepu. Mwambie jirani yako alikosea stepu. Mwambie usikosee kama Samsoni. Samsoni alikosea stepu. Akatafuta mwanamke asiyomcha Mungu. Akatafuta mwanamke ambaye Mungu alisema asimwoe. Akambeba. Alipombeba, dhambi ya uzinzi kambeba. Ilipombeba, ikamtafuna. Ilipomtafuna, alitobolewa macho, akawa kipofu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ninazo taarifa mchana wa leo ya kwamba kuna watu wanatobolewa macho sasa hivi. Wako watu wamekwisha kutobolewa macho, na kuna wengine bado wanaendelea kutobolewa kwa sababu ya dhambi wanazofanya. Zamani walikuwa wakiomba wanaona mbingu, lakini sasa hivi wakiomba hawaoni network. Zamani walikuwa wakiomba
wingu linashuka na watu wanapona. Lakini sasa hivi wakisikia pepo wanatafuta njia pa kukimbilia. Ni wapi? Ni kwa sababu dhambi imetafuna maisha yao, imekula maisha yao. Wamebaki wakame, wako empty, wamebaki wakame, hawana chochote, na wanatembea kwenye wingu ila wanapata shida. Nisikilize mchana wa leo, ninazo habari njema. Kataa na kujitenga na dhambi, Bwana atakurudia na kutembea na wewe. Nguvu ya Bwana itarudi na kwenda na wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi hukimbiza nguvu za Mungu. Mwambie jirani yako, dhambi hukimbiza nguvu za Mungu. Mwambie, dhambi hukimbiza nguvu za Mungu. Namba 2, mwambie, dhambi huleta hofu na mashaka kwenye maisha ya muamini. Yaani mtenda dhambi akikutana na mtu aliyeokoka kisawasawa, kukwepa njia rahisi sana. Kukwepa njia ni rahisi sana, kwa sababu anaelewa, sijui atakuwa amejua ile juzi nilivyochepuka, sijui atakuwa aliambiwa, sijui atakuwa aliniona. Yaani mashaka. Na ukiambiwa aende kanisani ndio anawaza. Bwana Yesu asifiwe. Naomba Mungu anirejeshe nguvu ya Mungu kwenye kanisa. Yaani haya ni maombi yangu. Wanaomvuruga Mungu wakifika hapa wanase, wakamatwe, wakamate, wanyoshwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Naitaka nguvu ya Bwana iwe juu ya watu wake, ili kiwa juu yake watu wakamate, waache njia mbaya, watembee kwenye utaua, watembee kwenye utakatifu, watembee kwenye mapenzi ya Mungu. Haleluya. Mungu ailete tu. Haleluya. Mwanzoni pale hapa kulikuwa na vurugu vitimbi. Kuna watu walikuja hapa wamefanya dhambi zao wakadakwa. Unaona? Wameulizia, jana mimi nilikuwa na mshikaji wangu wamemuona, ndio maana amekwenda kunihubiri. Kumbe amedakwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wale niliokaa nao, hawa niliokuwa nao kwenye wokovu, kwenye huko nilikotoka, kuna dada mmoja alikuwa Ukonga pale. Ikishuka nguvu unasikia tu anaondoka. Anaondoka. Anaondoka mpaka kwenye kiti. Anakamata mtu anamnyanya, twende katubu, fanya haraka katubu. Nakumbuka kipindi fulani askofu juzi alikuja askofu hapa. Askofu alikuwa mwanzoni, tuko Kiwalani pale. Siku moja alikuja kuanza kukamata watu. Akasimama tu. Simama juu. Anamsimamisha. Wewe jana ulikuwa wapi? Mtu anakuambia anatetemeka, anataka kudondoka. Yaani anatubishwa sala ya toba, ananyanyuka naenda kumfuata mwingine. Watu walikuwa kula nyuma na mikoba washaanza kupaki vizuri. Kiona nakuja hapa ni kunyanyuka, ni kukimbia tu, hapa hamna msalama hapa. Nisikilize. Ilikuwa taarifa ikija kanisani, Jumapili tutakuwa na mtumishi fulani, wenye kona wote wapi hiyo Jumapili hamna kwenda. Nisikilize, naitafuta nguvu ya Bwana. Naitaka nguvu ya Bwana itakayochomoa wenye kiburi, itakayochomoa watenda dhambi, itakayowachomoa waache ubaya, wamrudie Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Isaya 59. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Kama unanielewa mpigie Bwana Yesu makofi. Kama unanielewa mpigie Bwana Yesu makofi. Nimesema jambo la kwanza ni kujikana na kujitenga mbali na dhambi. Angalia Isaya 59 anasema hivi, tazama mkono wa Bwana haukupungua hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu
yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone. Hata hataki kusikia, kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu, na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu, na midomo yenu imenena uongo, na ndimi zenu zimenong'ona ubaya. Hapana adaiye kwa haki, wala hapana atetaye kwa kweli. Hutumainia ubatili na unena uongo. Hupata mimba ya madhara na kuzaa uovu. Unasikia? Naongea siri ya kutembea na nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mkono wa Mungu haukufanya nini? Mkono wa Mungu haukufanya nini? Anasema haukupungua hata usiokoe. Alafu anasema sikio lake wala sio zito hata lisi unapoomba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu. Dhambi zenu zimeuficha uso wa Bwana. Anasema hata hataki kuwaona. Jina la Bwana libarikiwe. Dhambi zinafanya Mungu anakaa pembeni na maisha yako. Dhambi zinafanya Mungu hataki kwenda na wewe. Dhambi zinakutenganisha na Mungu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi naongea, ninanawa mikono kwa Bwana. Nimeleta ujumbe kama Mungu alivyotaka niseme. Jitenge mbali na dhambi. Kaa mbali na dhambi. Dhambi ni chukizo kwa Bwana. Dhambi ni ubaya. Lakini ukibadilika ukaishi maisha matakatifu, jina la Bwana libarikiwe. Anasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Bwana. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Bwana. Nisikilize, maisha matakatifu ni jambo jema sana kwenye maisha yako. Ukijitenga na dhambi na ukatembea na Bwana kama anavyotaka utembee, nisikilize, nguvu ya Bwana huwindi. Haleluya. 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 Ngoja nikupe siri. Kama ukiwa mwepesi kukimbia dhambi. Yusufu alikimbia dhambi. Yusufu alifanya nini? Alikimbia. Na Mungu aliuona moyo wake tokea mwanzo. Fikiria, alipendwa na mke wa bosi, lakini alikataa. Anasema nifanyeje ubaya huu nimkose Mungu? Yaani nifanyeje hii dhambi ya uzinzi na huyu mama nimtende Mungu dhambi nimkose? Akakimbia, akavua joho, akakimbia. Nisikilize, kitendo cha kukimbia kilifanya Mungu aende na yeye mpaka gerezani. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Jina la Bwana libarikiwe. Maana pale ilipotoka alisingiziwa, alitaka kubaka. Akakamatwa, akapeleka wapi? Gerezani. Lakini Mungu aliheshimu kile kitendo cha kujilinda na dhambi. Akaondoka na Yusufu mpaka wapi? Akaingia naye. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Naletewa picha ya kina Meshaki, Shadraka na Abednego. Wanakataa kuiabudu sanamu, wanakataa kuabudu miungu mingine, wanasema tutamwabudu Mungu tunamjua. Ilipelekea wakatumbukizwa na wao kwenye tanuru la moto, lakini Bwana kaenda nao mpaka kwenye moto. Haleluya. Haleluya. Kina Paulo na Sila, nakwambia, waliingia mpaka magerezani pamoja na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kina Stefano walipigwa mawe mpaka wanakufa, lakini wanalinda utakatifu. Jina la Bwana libarikiwe.
Kina Danieli walitumbukizwa kwenye mashimo, kwenye matundu ya simba. Simba hawakuwatafuna kwa sababu walitembea na nguvu ya Mungu. Nisikilize, ukitembea na nguvu ya Mungu ni ulinzi kwenye maisha yako. Ukitembea na nguvu ya Mungu ni uweza kwenye maisha yako, ni afya kwenye maisha yako, ni baraka kwenye maisha yako. Ukitembea na nguvu ya Mungu, Bwana anatembea na wewe, anafanya njia hata pasipo na njia. Jina la Bwana libarikiwe. Pigie Bwana Yesu makofi. Kama unanielewa, mpigie Bwana Yesu makofi. Jina la Bwana libarikiwe. Dhambi isitajwe kwenye maisha yako. Sukuma jirani yako, mwambie dhambi isitajwe. Hata ya kusingiziwa tu. Kaa mbali. Bwana asifiwe. Kaa mbali, jitenge. Nakumbuka wakati ninaishi bado ni kijana, nilikuwa na shida. Lakini shida yangu ilikuwa ni moja tu. Mimi kutembea na watu wenye dhambi nilikuwa naogopa. Haleluya. Haleluya. Wokovu wa mjini una shida huyu nyinyi. Vijijini wokovu raha nyinyi. Raha. Vijijini nguo wanavaa watu ziko huku. Watu wanachomekea vizuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Vijijini watu wameokoka. Nasema watu wameokoka. Mimi nilikuwa hata nikikuta mtu amevaa kinguo kifupi cha namna hii, kwa kweli utaenda njia yako, na mimi hatuwezi kwenda. Utaenda mwenyewe. Hata ndugu zangu walikuwa wanajua. Unaenda na nani? Na mjomba. Mjomba tafutaga nguo ya kuvaa naye. Ukivaa hiyo nguo yako haendi. Bwana Yesu asifiwe. Nilitengeneza mazingira niweze sitaki. Kwa sababu nikitembea na mtu wa namna hiyo, tayari wanaanza kusema, tayari yule kijana anatembea na yule binti. Si nguo za yule zinahubiri, ni mtu wa namna gani? Kwani ukivaa nguo za kikahaba si wanajua na wewe unatembea na kahaba, wewe mko chama kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unatembea na mtu suruali amefunga inaning'inia huko. Huyo naye mtu huyo. Sina wewe inaonekana bangi vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hasina maana wakimbie watenge, hamna. Wahubirie habari za Yesu. Wapende upendo wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Yesu anawapenda. Haleluya. Lakini usitengeneze chama. Zaburi ya 100 nafikiri. Anasemaje? Anasema heri mtu yule asiyekwenda barazani pa wenye, wala hakuketi. Nisikilize. Vitu vingine vinafanya unanukia dhambi kwa sababu unatembea na wenye dhambi. Unanukia dhambi kwa sababu unatembea na wenye. Kwani wewe ukikaa jikoni toka asubuhi mpaka jioni huwezi kunukia moshi? Huwezi kunukia moshi. Sasa wewe unatembea na mwenye dhambi kila wakati, unatembea na mwenye dhambi kila wakati, mwenye dhambi kila wakati, mwenye dhambi kila wakati, mwenye dhambi. Kwa nini usitumbukie na wewe? Hata kutegeshea tu. Mahali mwenzako amezoea tena anakufanyia akufanyia haraka. Taratibu tu. Mimi nawaambia hivi, shetani huwa apendi kuja huko ndani, anaogopa. Kwa nini anaogopa? Anaogopa kuna nguvu. Lakini wapendwa, mbona hatuogopi kwenda kwenye baa? Kwa shetani hatuogopi. Mimi naenda kunywa soda tu. Mimi naenda kunywa soda. Ukipasuliwa na chupa ya bia. Alafu mimi ndo napata taarifa alipasuliwa na chupa ya bia. Wapi? Kwenye baa. Anamwambia, mimi sikuwa nakunywa. Hivi nitakuelewa. Nitakuelewa. Kimoyo moyo nitasema, anasema hakunywa, alikuwa hanywi bia. Sasa alipasuliwaje na bia? Sasa ngepasuliwa na soda basi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Acha kuniweka njia panda. Mwambie jirani yako acha kumweka mchungaji njia panda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukaribu na watenda dhambi unatafuta nini?
Watenda dhambi wahubiri habari za upendo wa Yesu, ya kwamba ujapokuwa na dhambi nyingi nyekundu kama damu, ukimpata Yesu anasafisha dhambi, unakuwa kiumbe kipya, maisha yako yanabadilika, maisha yako yanafanya unakuwa mtu safi. Ukifanya hivyo utamsaidia, atabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukipendelea kwenda kupiga soda kilabuni, wajanja watakuchanganyia tu. Wajanja watafanya nini? Si unatoka, ngoja niende nje nijisaidie. Huyu amezoea naye mimi na papa. Mwenzetu tunashangaa ukishika unakunywa, imekuwa tamu. Kumbe wameshakumixia. Baadaye unashangaa unaanza kuona glasi 2, watu watatu, jamani, mbona sijisikii vizuri, mbona kimekwenda kimerudi? Nisikilize, ni kwa sababu umejichanganya mwenyewe. Kambali, jitenge na dhambi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Naletewa maandiko mengine, sijui nafanyaje kuyakwepa. Wakorinto pale amesema na mimi nitawakaribia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wakorinto wa pili 6. Kuna mtu amepaona? Pale 6. Anasema hivi. Msifungiwe, kuanzia 14, 6:14. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi sivyo sawa sawa. Maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Anasema kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribia. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, nanyi mtakuwa wana wangu, asema Bwana Mwenyezi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema tokeni kati yao mkatengwe nao. Una haja ya kujichanganya na wenye dhambi. Jina la Bwana libarikiwe. Unataka upako wako usiibiwe, huna haja ya kujichanganya na wenye. Haleluya. Sasa mchungaji, sasa mbona mimi pale kazini naofanya nao kazi wote ndo cha pombe? Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amekuleta pale ili cha pombe wamjue Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni kung'ara. Haleluya. Wewe ni kung'ara. Nasema wewe ni. Mimi niliwahi kana majambazi. Bwana Yesu asifiwe. Niko nasoma sekondari, nimepanga chumba cha peke yangu mtaani, nikakana majambazi, na sikujua kama ni majambazi, lakini walikuwa ni marafiki, tumeishi kijiji kimoja, tumetoka sehemu moja. Jina la Bwana libarikiwe. Nimelala usiku, jamaa wanaamka usiku, wanaenda kazini, wanaenda kuiba, na wanarudi na vitu, wanasema tumeiba. Wamekamata kuku, wamechinja, wamekuja na vipaja na vipapatio, wamechemsha, vimeiva vizuri, wameoka, vinanukia vizuri, na mchana hukula. Acheni masiara. Bwana Yesu asifiwe. Mchana jala, alafu jamaa wanasema tumeiba, karibu tule. Wewe ndio mlokole, umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Na njaa yangu nilikuwa nawaambia nimeokoka, silagi vya kuiba, nimeokoka. Wanapiga menyu zao, wanamaliza. Wakimaliza wanaenda kutupa shimoni, chooni, mifupa, manyoya na kila kitu. Lakini mimi nimeokoka na nimekataa kula. Wakimaliza kula, nawaambia akija mtu kuuliza kuna kuku aliingia hapa, nimeokoka, sisemagi uongo.
Nitasema mliingia na kuku, mlimnyonyoa. Manyoya mmetumbukiza chooni na mifupa mmepeleka chooni. Nimeokoka, nasemaga ukweli. Wakanichukia, hawakunipenda, wakasema huyu mbaya, wakaniambia haufai, kwenye chumba tutakufukuza. Nikasema potelea pote, fukuza, lakini nitalinda utakatifu wangu kama Bwana aishivyo. Wakati wa mimi kubarikiwa utakuja, nitapata mahali pengine nitakaa. Haleluya, haleluya. Naongea kwa habari ya kujilinda na dhambi. Hata ukikaa na mtu muovu usiogope. Mungu amekupeleka hapo kwa sababu anajua umebeba habari njema. Atabadilika, ataokoka, atakuwa na maisha safi kwa sababu ya usafi ulionao wewe. Usafi ulionao wewe, fanya uambukize na wengine. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Asante kwa Bwana Yesu. Nilikaa nao karibia mwaka mmoja. Mwaka wa pili tulipoenda likizo, mmoja kaenda akakutana na nguvu ya Mungu likizo huko. Tulikuwa tunakaa kwenye chumba watatu. Mmoja alivyoenda huko, kuna usiku alilala. Alipolala Mungu akaamua kumtembelea kwa nguvu. Mwambie jirani yako, Mungu akaamua kumtembelea kwa nguvu. Nisikilize, kama unakana wabaya na umeamua kutaka wabadilike, waokoke, ukiomba na kufunga kwa nguvu kubwa, Mungu anaweza kuwatembelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamtembelea jamaa yangu kwa nguvu, akamuotesha ndoto. Akaoteshwa ndoto anafukuzwa na majambazi, yana mapanga, yanawakawaka namna hii. Yanawakawaka, tunakuua. Jamaa kapiga soti, akasama soti, akakimbia, kila kigeuka yapo nyuma, kila kigeuka yuko nyuma, kila kigeuka yapo nyuma. Anasema akaongozwa, akakimbia katikati ya watu, akapenya mpaka akaenda kwenye kanisa la walokole, akajichomeka, akaingia. Anasema alipoingia akashtuka kwenye ndoto. Jina la Bwana libarikiwe. Aliposhituka kwenye ndoto, anasema akaanza kutetemeka. Kila kiangalia anahisi kuna majamaa mlangoni anamsubiria toke. Kila kiangalia anahisi kuna majitu yanamsubiria yamuue. Anasema akajikaza mpaka asubuhi kumepambazuka. Ile akiamka asubuhi tu anasikia huko kichwani, kamata huyo. Huko kichwani vinapiga kelele, vitu vinapiga kelele. Akasema hapa si inafanyaje? Kila kijikaza, dakika chache tayari kuna kitu kinapiga kelele. Nisikilize. Anasema ilipofika saa 2 akasema niliponea wapi? Kwenye kanisa la walokole. Akabeba nguo zake, akavaa, katimka kanisani kwa walokole. Akaingia kwa walokole, akasema nimekuja namtaka Yesu. Akaokoka, akampata Yesu. Tunafungua shule, narudi shule, nakutana naye, ananiambia Bwana asifiwe. Nikamwambia nilikuwa na mikwala. Nikamwambia Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe unamjua Yesu wewe? Acha na Bwana asifiwe. Bwana asifiwe na wanasema waliookoka wenye Yesu. Nimemwambia hapa mjini nyinyi mnatania nyinyi. Sijui nifanyie Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nakwambia hivi, kijijini mtu akisema ameokoka, ameokoka. Huko mjini wanadanganya. Mungu anawaona. Nawaambia Mungu anawaona. Ninawaambia Mungu anawaona. Ninawaambia jicho la Bwana linakuona. Hata kama unaficha leo ya kwamba utendi dhambi, wakati unatenda Mungu anakuona. Jicho la Bwana linakuona. Nisikilize, naongea haya kwa sababu watu hawataki kwenda na Bwana. Nataka uamue kwenda na Bwana. Okoka, uende na Bwana. Nikamwambia aliyeokoka ndio anayetakiwa seme Bwana asifiwe. Akasema nimeokoka. Nikamwambia niambie umeokokaje? Ndio akanipa ushuhuda huo niliyokushuhudia. Nikamkumbatia. Nikasema Yesu asante. Ukuta uliokuwa unanisumbua umebomoka. Ulikuwa hapa juu ukashuka mpaka hapa. Maana amebakia mmoja tu. Na
na siku moja ninaongea nao wakati wa usiku, aliyebakia naye akasema niko tayari kuokoka. Nikamwongoza sala ya toba usiku, naye akampokea Yesu. Nisikilize, Yesu kukuweka katikati ya wenye dhambi, anataka wakusome. Wewe ni barua unasomwa, wewe ni barua unasomwa. Maisha yako yakiwa matakatifu, Bwana anakwenda na wewe, na nguvu ya Bwana inakwenda na wewe, inakwenda na wewe. Nasikia raha kuzisema habari za Yesu. Nisikilize, ishi maisha matakatifu. Narudia, ishi maisha matakatifu. Narudia tena, ishi maisha matakatifu. Narudia tena, ishi maisha matakatifu. Narudia tena, Bwana na kuona, ishi maisha matakatifu. Narudia tena, jikane, jitwike msalaba wako, ishi maisha matakatifu. Tubu dhambi na kuziacha, tubu dhambi na kuziacha. Ishi maisha matakatifu, ishi maisha matakatifu. Narudia, ishi maisha matakatifu. Vinginevyo shetani atakuchinjilia mbali, vinginevyo shetani atakupiga. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Mnisamehe, injili hizi wengi hawazipendi. Mnisamehe tu kwa sababu naelewa watu wengi hawapendi kuambiwa ukweli. Wanapenda kuishi maisha ya dhambi, lakini wanapenda waonekane ni watu wa Mungu. Haitakusaidia chochote katika maisha yako, haitakusaidia chochote kwenye maisha yako. Amua nimeokoka. Tubu dhambi, acha dhambi. Tubu dhambi, acha dhambi. Narudia, tubu dhambi, acha dhambi. Narudia, tubu dhambi, acha dhambi. Napiga kelele mbingu zinisikie na wewe unisikie. Tubu dhambi, acha dhambi. Tubu dhambi, acha dhambi. Mrudie Bwana. Maisha yako yatabadilishwa. Utatembea na nguvu ya Bwana, utatembea na uwezo wa Bwana, utatembea na mamlaka ya Bwana. Kama unanielewa, mpigie Bwana Yesu makofi. Ukinichukia nichukie. Ninanawa mikono nisidaiwe na Bwana. Sikukwambia, sijafungua kanisa hapa kutafuta biashara wala kufanya biashara. Bwana amenibariki, nina pesa za kwangu zinanitosha kula na watoto wangu, lakini nimeletwa na Bwana hapa kuwasaidia wanaotaka kwenda mbinguni waende mbinguni, kuwasaidia wanaotaka kwenda mbinguni waende na Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ndivyo Bwana alivyoniita na ndivyo nitakavyotumika. Nitakaa kwenye usahihi wake. Haleluya. Pote watu waongee, watu waseme. Na najua kuna wengine wameondoka hapa sema kanisa lile kila ukienda dhambi dhambi. Acha dhambi dhambi. Pote. Jina la Bwana libarikiwe. Nimenawa mikono, sitadaiwa mbele za Bwana. Ninanawa mikono, nisidaiwe mbele za Bwana. Nisikilize, Mungu anakutamani. Mungu anakutamani. Narudia, Mungu anakutamani. Anatamani aachilie nguvu yake juu yako. Anatamani aachilie uweza wake utembee na wewe. Lakini kila anapokuja anataka aachilie neema yake. Anakutana na ukuta wa dhambi. Anakutana na ukuta wa maovu. Anakutana na ukuta wa mambo mabaya. Nisikilize, anashindwa kuingia ili atembee na wewe. Anashindwa kuingia ili aende na wewe. Ninayo taarifa njema mchana wa leo. Yuko mtu anamtafuta, ambaye yuko tayari kutubu dhambi na kuziacha, ambaye yuko tayari kutubu dhambi na kuziacha. Yuko tayari aachilie neema yake juu yake. Yuko tayari aachilie nguvu yake juu yake. Yuko tayari aachilie uweza wake juu yake. Narudia, nasikia Bwana kuna mtu anamtafuta. Kwenye maombi haya nataka tubu. Kwenye maombi haya nataka tengeneze. Kwenye maombi haya nataka geuke.
anataka geuze moyo wake amwangalie Bwana, anataka geuze moyo wake amtazame Bwana, anataka geuke. Yuko mtu Bwana namtafuta mahali hapa, anataka badilisha historia ya maisha yake. Utakuwa wa kawaida, lazima Bwana atakufanya kuwa mwingine, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nisikilize, Mungu yupo kazini, halali wala hasinzii. Anasema halali wala hasinzii, yuko kazini. Hata hapa ninapoongea yupo kazini, hata hapa ninaposema yupo kazini. Narudia, hata ninaposema hapa yupo kazini. Nisikilize, mapito yasikusukume kwa ibilisi bila sababu, vita isikusukume kwenye dhambi bila sababu, kukosa chakula kusikusukume kwenye dhambi bila sababu, kukataliwa kusikusukume kwenye dhambi bila sababu, mateso yasikusukume kwenye dhambi bila sababu, mapito yasikusukume kwenye dhambi bila sababu. Iko neema ya Bwana juu ya wanaomtumikia, iko neema ya Bwana juu ya wanaomtafuta, iko neema ya Bwana juu ya wanaomlilia. Nasema uko msaada wa Bwana mchana wa leo unaachiliwa kwa ajili ya mtu aliye tayari kwenda na Bwana, aliye tayari kuacha njia yake mbaya, aliye tayari kugeuka, aliye tayari ya kwamba potelea pote, watakavyosema waseme, watakavyoongea waongee, watakavyonena wanene. Nina taarifa njema, msaada wa Bwana uko kwa walio tayari. Narudia, msaada wa Bwana upo kwa walio tayari. Narudia, msaada wa Bwana upo kwa walio tayari. Nasikia ndani, msaada wa Bwana uko kwa walio tayari, wanaotaka kwenda na Bwana, wanaotaka maisha yao yang'ae, yawe kioo, wengine wajifunze, yawe kioo, wengine wabadilike, yawe kioo, wengine wapone, yawe kioo, wengine wapone. Nasikia msaada wa Bwana, nasikia msaada wa Bwana, nasikia msaada wa Bwana uko rete moko saya kata rita makoto roboshe kete rita makota rabasa kata. Nasikia msaada wa Bwana, nasikia wingu toka mbinguni limekwisha kuachiliwa, nasikia wingu kutoka mbinguni linatembea mahali hapa. Kuna watu watolewe makaburini, kuna watu watolewe kwenye misiba, kuna watu watolewe kwenye tabu, kuna watu watolewe, wapelekwe mahali pa msaada wa Bwana, wapelekwe mahali pa msaada wa Bwana, wapelekwe mahali watapona, wapelekwe mahali watawekwa huru,